Viongozi, habari zenu. Nimeona leo mkiwa katika mashamba ya matunda. Ilikuwa ni ziara ya aina gani? Mnaweza mkatufahamisha au kuwafahamisha wanajumuiya wa Tanzania na diaspora kwa ujumla katika hatua zenu za kuendelea kutoa mchango katika diplomasia ya uchumi, pamoja na kwamba jukumu hili ubalozi una sehemu kubwa, lakini na diaspora nao wana sehemu yao ya kushiriki katika maendeleo ya nchi yetu. Hapo leo, maana wiki iliyopita mlikuwa katika mashamba na mlikuwa katika masuala ya ufugaji tuseme kwa ujumla, na mlikuwa na ugeni mkubwa. Leo naona mpo katika mashamba ya matunda. Hebu tufahamishe kidogo kiongozi. Hiyo leo ilikuwa ni safari ya viongozi kwenda kukutana na mwekezaji ambaye anaelima maapo na kwenda na maapo, peska na prunya, kwenda kumshawishi na kwenda kujifunza jinsi gani ya kuandaa hayo matunda, na yeye vipi kwenda kumshawishi kwenda kuwekeza nyumbani kwenye upande wa hayo matunda, kwa sababu tuna uhaba nayo. Asante sana. Mwekezaji huyu au mashamba haya bado naamini bado ipo katika mkoa wa Kampanya, lakini ni nani na ni eneo gani hili ambalo mmekwenda kutembelea? Mwekezaji mwenyewe anaitwa Andrea Marso, au nitakutumia jina lake kamili, ambaye anapatikana Karinola. Asante sana kiongozi, nashukuru. Mimi nikutakieni na sisi tunawatakia kila laheri katika jitihada zenu za kutoa mfano na kuchangia. Nyinyi ni viongozi, naona mnafanya kazi kwa mifano. Kwa hiyo naamini Watanzania wengine na wengi walioko hapo katika mkoa wa Campania au maeneo mengine ya Italy wataiga mfano wenu, kwa kuwa ni jukumu la Watanzania wote kushiriki katika kuchangia maendeleo ya nchi yetu. Asante sana ndugu mtangazaji.